Mtazamaji wa Cleo 24 TV, pia tumeamua kumtafuta mwenyekiti wa vyuo vya VETA kwa kanda ya Ziwa, naye aweze kuzungumzia juu ya mada yetu ya leo kuhusu umuhimu wa hivi vyuo hapa nchini. Pia hivi karibuni uliweza kusikia kauli ya waziri mkuu, alizungumzia wanafunzi au jamii au Watanzania wale ambao wamemaliza kidato cha 4, cha 5, cha 6 au waliomaliza darasa la 7 waweze kujiunga na hivi vyuo walao kuweza kupata fani. Lakini kuna baadhi ya wananchi au Watanzania wamepokea tofauti, wengine wamepokea, na leo tumeamua kutembelea hiki chuo, na wewe ni mkurugenzi wa hiki chuo, pia mwenyekiti wa vyuo vya VETA kanda ya Ziwa. Nini kauli yako juu ya mada yetu ya leo? Karibu. Okay. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza mimi nikupongeze kwa kuibuka na hii hoja ambayo inakuwa ni muendelezo wa yale ambayo tumeyasikia kwenye vyombo vya habari hapa na pale. Watu wameongea sana VETA. Kuna kipindi ndani ya muda mfupi, mwezi wa 3, VETA imekuwa maarufu sana, kutokana pia na ushirikishwaji wa kauli za viongozi wetu tofauti. Kabla sijaingia moja kwa moja, kwa majina naitwa Hesbon Peter Mwera, ni mkurugenzi wa chuo cha Tarime VTC, lakini pia ni mwenyekiti wa wakuu wa vyuo vya ufundi kanda ya Ziwa. Kutokana na nafasi yangu hiyo, ni mmoja wa wadau tunaohamasisha vijana kujiunga na vyuo vya ufundi. Sote tunatambua umuhimu wa vyuo vya ufundi. Ufundi inamwezesha kijana au inamwezesha mtu kutumia mikono yake zaidi katika uzalishaji. Kwa hiyo unapotumia mikono yako zaidi, akili katika uzalishaji, unakuwa unajiweka katika mazingira mazuri ya kuweza kujiajiri au hata kuajiriwa, au wewe pia kuajiri, ambayo ndio misingi mikuu ya ufundi. Ufundi unamwezesha mtu kujiajiri, unamwezesha mtu kuajiri, au unakuwezesha wewe kuajiriwa. Hiyo ndio misingi mikuu mitatu baada ya kuwa mtu amepita katika mafunzo ya ufundi. Sasa kutokana na hilo tumekuwa tukihamasisha, na mimi pia nimekuwa mmoja wa wadau ambao ninashirikiana na ofisi za kanda kwa ukaribu kuhamasisha vijana kujiunga na vyuo vya ufundi. Na watu wanaotakiwa kujiunga na vyuo vya ufundi ni kuanzia watu wa darasa la 7 au elimu ya msingi. Wanapohitimu mafunzo yao, basi wanapita katika shule, katika vyuo kuweza kupata haya mafunzo. Wale wanaohitimu kidato cha 4, wakati wanasubiria matokeo, badala ya kukaa bure nyumbani, waende katika vyuo vya ufundi ili kuweza kupata elimu ya ufundi. Kuna fani tofauti zinazotolewa, kwa mfano ufundi magari, ufundi umeme, ufundi bomba, ufundi cherehani. Kuna fani nyingi zinazotolewa katika hii kada ya ufundi. Kuna fani zaidi ya 25 zinazotolewa katika kada ya ufundi. Lakini pia sambamba na hilo, wa kidato cha 4, kidato cha 6 nao pia wanaokwenda kumaliza mtihani wao ndani ya mwezi huu wa 5 mwaka huu, na wao pia tunazidi kuhamasisha, badala ya kurudi nyumbani kukaa wanasubiria matokeo, na wao pia wajitokeze waende katika fani hizi za ufundi. Lakini pia sambamba na hilo, tulimsikia Mheshimiwa Waziri Mkuu katika moja ya hotuba zake alitoa pia maelekezo, alishauri vijana wote ambao wamehitimu vyuo vikuu level za degree, na wao pia waweze kwenda katika ufundi. Na tunashukuru pia hata sisi hapa chuoni kwetu wapo wengine wameshajitokeza. Kuna mwingine amejitokeza na degree 2, amekuja naye kusoma ufundi. Kuna mwingine na yeye amejitokeza mwenye degree 1, na yeye amekuja kusoma ufundi. Lakini pia tuna sekondari yetu sisi ya Tarime Mchanganyiko Secondary School, ambapo tuna mkondo wa amali. Walimu pale wengi wao wana level za degree, na wao pia tumewahamasisha pamoja na kufanya kazi, lakini wao pia waangalie fani mojawapo waweze kusomea. Ufundi ule unamsaidia mtu hata baada ya mida ya kazi, baada ya siku za weekend, badala ya kukaa tu unasubiria mpaka siku za kazi. Lakini ufundi unaweza kawa extra part time ya mtumishi. Anaenda anafanya kama ni ufundi umeme, fundi bomba, fundi magari, au anakuwa ni mtaalamu wa mambo ya kompyuta, anaweza kawa na ofisi yake ndogo pale amefungua, baada ya kazi anaenda anakaa pale. Kwa hiyo kuna kitu kitaingia tofauti na kutegemea mshahara wenyewe. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu alivotia ilitia zaidi hamasa kwa watu wengi. Lakini pia sambamba na hilo, tarehe 18 mpaka tarehe 21 mwezi wa 3 tulikuwa tuna kikao pale
cha kitaifa cha VETA. Kimefanyika Mwalimu Nyerere International Conference Center ambayo iko pale Posta. Kwa hiyo na mimi nilikuwa mmoja wa wadau nilioalikwa kwenda kwenye kile kikao. Na bahati nzuri tena aliyekuja kufungua kile kikao kazi alikuwa ni Mheshimiwa Waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndio aliyefungua, na bado aliendelea kuhamasisha, kutoa wito kwa vijana kwenda katika vyuo vya ufundi. Of course sisi tumechelewa. Tukiangalia nchi za wenzetu, wao haya mambo walianza mapema. Na hata sisi katika misingi yetu ya elimu ya kujitegemea, ambayo ndio ilikuwa dhana kuu ya Mwalimu Nyerere, katika moja ya misingi mikuu aliyoweka katika mfumo wetu wa elimu ni elimu ya kujitegemea. Elimu ya kujitegemea kwa maana ya ufundi. Kwa hiyo kipindi kile unaona watu walikuwa wanapelekwa katika, na ndio maana unaona VETA zilianzishwa, watu wakawa wanaenda katika ufundi kwenda kujifunza ili kupata wataalamu wa kuweza kusimamia sehemu tofauti tofauti za uchumi ili uchumi uweze kukua. Kwa sababu tukiangalia dunia hii inapendeza kwa sababu ya mafundi. Na dunia, chochote kile ambacho unakiona kinafanya kazi duniani ni kwa sababu ya mikono ya mafundi. Dunia inajengwa kwa sababu ya mafundi. Teknolojia hii ni mafundi. Magari unaona yanakimbia, ndege zinafanya nini? Ni mafundi. Mabarabara yanajengwa, mahospitali, mashule, nini, vifaa vyote vinavyotumika ndani ni mafundi. Fursa bado zipo nyingi, lakini mafundi tulionao ni wachache. Tanzania mafundi tulionao ni wachache. Unakuta kuna fursa nyingi zinatokea. Mfano hivi kuna bomba lile linajengwa la mafuta, unakuta pale mafundi wanaotakiwa sasa unakuta ni wachache mafundi bomba. Sasa hivi umeme umeshasambazwa kwa kasi karibia nchi nzima, kila vijiji, kila vitongoji kuna mafundi, na kuna fursa za kutosha katika sekta nini, katika sekta ya umeme. Lakini mafundi wanahitajika, at least kila kata, kila mtaa uwe na fundi umeme, kwa sababu huduma imesambaa. Sasa hivi tunaona mama anajitahidi, maji yanasambazwa nchi nzima, kila kata, kila mtaa maji yanakwenda kupita. Lakini sasa mafundi tulionao, mafundi bomba, watatosha, wanakizi kwenda kushughulika na changamoto za matatizo hayo? Tunaona ni wachache. Kwa hiyo mafundi wanahitajika. Kiufupi watu bado wanahitajika. Kwa hiyo ndio maana inatolewa hamasa kwamba watu waingie katika hii field. Teknolojia sasa hivi inakuwa kwa kasi mno. Katika kukua kwa kasi mno tunahitaji wataalamu wa kompyuta. Wataalamu tulionao ni wangapi? Ni wachache. Kwa hiyo tunahitaji watu waingie humo, wasome ili warudi waje wachukue hizi fursa. Sasa tusiposomesha vijana wetu katika mambo ya ufundi, mafundi wengine watakuwa wanatoka nchi za nje ndio wanakuja wanachukua kazi zinafanywa na sisi tupo. Kisa unakuta tunao mafundi wachache au mafundi wanapatikana ambao hawana sifa. Sasa hii tunaendelea kuhamasisha hata wale mafundi wanaojifunza mtaani. Unakuta wengine wanajifunza nje ya mfumo rasmi, wanaingia mtaani kwenda kujifunza. Na wao pia tunahamasisha waende katika vyuo vya jirani, vya karibu, ili waweze kurasimisha ule utaalamu wao, sasa wauweke katika fomo ili wapewe nini, wapewe vyeti. Kwa sababu unaona ndio maana serikali kwa kuona umuhimu wa mafundi ndio maana imeamua kuweka mkondo wa mali katika shule za sekondari. Na sisi shule yetu ya Tarime Mchanganyiko Secondary School na yenyewe pia ni moja ya shule ambayo ina mkondo wa mali. Kwa huku mbele tunakoelekea, baada ya miaka 3 mbele, ina maana form 4 atakuwa amemaliza, anatoka na elimu yake ya ufundi. Kwa sababu tutakuwa tumeshazalisha wataalamu. Sasa nchi inakuwa inaendeshwa kitaalamu, na kitaalamu ni lazima umepita chuo. Kwa hiyo mimi nipende kuchukua pia nafasi hii kuwaasa wazazi yachukulie haya maelekezo ya viongozi wetu wa kitaifa kwa uzito zaidi, kupeleka vijana wao katika vyuo vya ufundi. Hapa Tarime kiko chuo hiki, lakini pia kanda ya Ziwa kuna vyuo vingi, pamoja na kanda nyingine Tanzania kuna vyuo vingi. Watu wapeleke vijana katika vyuo vya ufundi, wapate haya mafunzo ya ufundi. Kwa namna hii vijana wetu tutakuwa, unajua vijana haitakiwi tuwape samaki, tuwazoeshe kuwapa samaki. Vijana wengi walishazoea kupewa samaki. Sasa vyuo vya ufundi tunawapa mbinu za kwenda kuvua samaki. Kumpa mtu mbinu ya kwenda kuvua samaki, unakuwa umemsaidia vizuri zaidi kuliko kumpa samaki. Kwa sababu ukimpa samaki, atakula leo hapo, hana utaalamu wote wa kutumia ile hela ule mtaji, atakwenda atakula,
atarudi katika yale yale maisha. Lakini ukimpatia mbinu ya kuvua, ambao ndio hii sasa ufundi tunaoongelea, ukimpatia mtoto ufundi, akienda hata Mtwara anaishi, akienda Mwanza anaishi kulingana na fani yake. Kulingana na fani yake, kwa sababu tayari ni mtaalamu, hawezi akalala njaa. Okay, asante sana. Huyo alikuwa ni mwenyekiti wa wakuu wa vyuo vya VETA kanda ya Ziwa, Esbon Mwera, alikuwa anazungumzia juu ya mada yetu ya leo. Mtazamaji wa Cleo 24 TV, huyu aliyekuwa anaongea anaitwa Andrew Katamiti. Alikuwa anaeleza ni jinsi gani ameweza kutumia fursa ambayo tayari imeweza kutangazwa na serikali ya awamu ya 6. Na sisi Cleo 24 TV tunakusogezea habari za hapa na pale. Leo tumeamua kutembelea chuo cha Tarime Vocation Training College kilichopo hapa mjini Tarime. Tutaweza kuongea na mkuu wa chuo, atatueleza ni kozi gani ambazo zinatolewa hapa. Pia tutaweza kuongea na baadhi ya wanafunzi ambao wamemaliza kidato cha 4, ikiwezekana hata kidato cha 6, wataweza kutueleza ni kitu gani ambacho kimeweza kuwasukuma na kuhakikisha wanakuja kuweza kupata ujuzi. Madam Maria Daniel, karibu studio za Cleo 24 TV. Mada yetu ya leo tunazungumzia umuhimu wa VETA. Wewe kama mkuu wa chuo, kwa leo unaanza na lipi? Karibu. Asante. Kwanza nijitambulishe. Kwa majina naitwa Maria Daniel Tarimo, ni mkuu wa chuo cha ufundi Tarime maarufu kama Mwela. Nimekuja hapa katika kushiriki huu mdahalo ni kwa namna gani vyuo vya ufundi au mafunzo ya elimu ya VETA yana mchango katika jamii. Kimsingi katika kuzungumzia chuo chetu tuna baadhi ya kozi ambazo tunazitoa au tuna kozi mbalimbali kama zifuatazo. Tuna kozi ya ufundi cherehani ambao tunajifunza, na kozi hii ni ya muda mrefu lakini pia ni ya muda mfupi. Lakini pia tuna kozi ya ufundi umeme ambaye hiyo kozi pia ni ya muda mrefu lakini pia unaweza kusoma ndani ya muda mfupi. Tuna kozi ya ufundi bomba, tuna kozi ya uwaziri ambao ni secretarial kwa Kiingereza, lakini tuna kozi ya ufundi magari ambao ni motor vehicle mechanics pamoja na udereva, lakini pia tuna ufundi bomba ambao inaitwa plumbing. Lakini pia tuna kozi ya tour guide and hotel management ambayo inafanyika hapa, pamoja na computer application ambayo ni short course hapa chuoni. Hizo ni baadhi ya kozi au kozi ambazo tunazitoa hapa chuoni kwetu. Lakini pia tuna kozi ya muziki kwa wale ambao ni mashabiki wa kujifunza muziki, pia tuna fani kama hiyo hapa chuoni ambayo inatolewa. Kimsingi nizungumzie nini muhimu wa mafunzo ya mari au mafunzo ya ufundi. Kimsingi katika ulimwengu tulionao sasa hivi si ulimwengu wa kutegemea ajira, na hilo ameliona hata waziri mkuu na serikali kwa ujumla, na ndio maana akasisitiza kwamba vijana wote wanaomaliza elimu ya bachelor au degree ni vizuri wakarudi katika mfumo huu. Tafsiri yake ni kwamba anaporudi mtaani anaweza kujiajiri yeye mwenyewe na kutotegemea uhitaji wa ajira kutoka serikalini. Umuhimu wa kusoma mafunzo ya mari au mafunzo ya ufundi ni kwamba unaweza ukajiajiri wewe, unaweza ukaajiriwa, lakini unaweza ukaajiri wengine pia. Hivyo mimi nitoe rai yangu kwa jamii kwa ujumla kwamba kwa wale ambao wana watoto aidha wamaliza chuo kikuu au wale ambao wana watoto wako nyumbani hawana shughuli maalum ya kufanya, ni vizuri wakawaelekeza katika vyuo vya ufundi wa VETA, hususan katika chuo chetu cha Tarime, ili waweze kupata mafunzo hayo, waweze kujiajiri, kuajiri wengine na waweze kuajirika pia. Na vipi lakini mwitikio kwa sasa ukoje, hususan tukijikita sana kwa wanawake au kwa wasichana? Tunajua kwa Tarime kumekuwa pia na swala la mfumo dume, mwanamke apewe nafasi. Vipi hali halisi ikoje hapa kwa Tarime kuhusu wale wanaomaliza darasa la 7 au wengine wakubahatika kwenda shule? Mwitikio ukoje kwa wazazi kuhakikisha wanawaleta hapa chuoni ili waweze kupata walau fani yoyote kwa lengo la kuondokana na swala zima la utegemezi? Nipende kuzungumzia katika chuo chetu cha Tarime, mwitikio baada ya waziri mkuu kutoa ile kauli umekuwa ni mwitikio chanya, kwa tafsiri kwamba ongezeko la udahili wanafunzi hususan wasichana katika eneo letu la ukanda wetu huu wa Tarime limekuwa ni kubwa, na hii pia inatokana na chuo chetu kutoa fursa kwa wale wanafunzi au wasichana ambao walipata ujauzito na hawakupata nafasi ya kuendelea katika masomo. Kwa baada ya tamko lile la waziri mkuu, ongezeko la wasichana katika chuo chetu limekuwa ni kubwa,
Lakini pia inawezekana kuna wasichana wako vijijini na hawajawahi kusikia sauti kama hii, au hawajawahi kusikia programu ambazo tunazitoa hapa chuoni kwetu. Nitoe rai kwa ujumla kwamba kuna fursa ambayo inaweza wakaipata hapa chuoni kwetu kwa kujifunza mafunzo ya amali. Kwa wale waliopata ujauzito wanaweza kujiunga, lakini pia kuna wale wavulana ambao wanaweza kujiunga katika kufanya mafunzo ya ufundi na kuweza kujiajiri. Kwa mfano kuna short course za udereva, kuna computer applications. Mtoto anatoka hapa anajua jinsi ya kutumia kompyuta, hata hapo anapoenda chuo kikuu au anapoenda katika shule za advanced tayari anakuwa na uwezo wa kutumia kompyuta. Lakini pia anatoka hapa tayari anafanya ya udereva, tayari anapata leseni. Ina maana anakuwa anaweza kuajirika hata kama ni katika nafasi ya ukondakta kabla hajapata ajira ile rasmi. Kwa hiyo ni vizuri akajiunga katika chuo chetu ili aweze kupata nafasi kama hiyo. Mfano tukijikita kwa wale ambao labda wameweza kupata ujauzito kwa bahati mbaya, wao hatua zao zikoje? Labda kuna malipo au kuna ofa ambayo imekuwa ikitolewa au kuna punguzo walau kuhakikisha wanaweza kutimiza malengo yale waliokuwa wamekusudiwa hapo awali? Labda nizungumzie kuhusiana na chuo chetu kwamba chuo chetu kipo chini ya taasisi inaitwa Profesa Mwela Foundation. Na miongoni mwa programu ambazo taasisi inazifanya ni sambamba na kutoa huduma bure kwa wale wasichana waliokatishwa masomo, ambao mostly huwa ni wasichana au wanawake. Kwa maana kwamba unapofika katika chuo chetu hapa tutahitaji kujua tu barua kutoka kwa mtendaji wa kijiji ambaye atakuwa anakutambua wewe kama mkazi wa Tarime, na mwisho wa siku procedures zingine sisi kama chuo tunazifanya. Okay, nilitaka tuweze kujua hicho. Na hii hapa ni kwa wale ambao ni wazaliwa hapa Tarime au hata nje ya Tarime au mkoa wa Mara kwa ujumla, kwa maana nchi nzima, au hii ofa ikoje? Kabla ya kauli ya waziri mkuu, sisi kama taasisi na kwa sababu ni wakazi wa Tarime, tulifikiri kipaumbele namba moja ni wakazi wa Tarime. Kwa tafsiri kwamba kama mtu hauwezi kuisaidia jamii yako, inawezekana vipi utoke nje? Kwa tulianza na jamii yetu. Ndio maana tunahusisha wasichana wanaokaa Tarime, waliopata ujauzito ambao walishindwa kuendelea na masomo. Na wito wako sasa kwa wazazi kuhakikisha wanatumia vyema fursa ambazo zimekuwa zikitolewa na taasisi mbalimbali, ikiwemo taasisi ya Tarime Vocation Training Center, hususan katika masuala mazima ya hizi fani mbalimbali ambazo umeweza kuzieleza. Umeweza kuzungumzia swala la umeme, swala la ufundi bomba, swala ya cherehani pamoja na muziki. Wito wako sasa kwa jamii kuhakikisha wanatumia vyema, hususan wa wilaya Tarime, mkoa wa Mara, na pia kupenda cha nyumbani? Labda kama ulivyosema, kwanza cha nyumbani, si ndio? Na watu wengi wamekuwa hawapati kipaumbele au hawape kipaumbele, hawajitoi kipaumbele katika vitu vya nyumbani. Unakuta watu wengi wanatumia gharama kubwa kusafirisha watoto kuwapeleka labda mkoa wa Mwanza na mikoa mingine ya jirani. Lakini wanashindwa kuelewa kwamba endapo utamleta mtoto au utamsajili mtoto katika chuo kilicho jirani au shule ya jirani, unakuwa unapata nafuu ya kupunguziwa au kupunguza gharama fulani. Kwa mfano gharama za usafiri, gharama za malazi na vitu kama hivyo. Kwa mimi wito wangu nitoe rai kwa wakazi wote wa Tarime pamoja na viunga vyake kwamba tuna chuo ambacho kinaitwa Tarime Vocation Training College. Na hichi chuo kinatoa fani kama nilivyozitaja hapo awali. Kwa ili kutopoteza muda pamoja na gharama kwa kuwapeleka wanafunzi au watoto wao katika maeneo ya mbali, ni vizuri wakawadahili katika chuo chetu ili waweze kupata fani tofauti tofauti zitakazowawezesha wenyewe kujiajiri pamoja na kuajiri watu wengine. Na kwa kufanya hivyo tafsiri yake ni kwamba itaweza kuongeza kipato katika jamii husika. Mtazamaji labda wa Cleo 24 TV ambaye yuko Arusha, yuko Zanzibar, yuko Mwanza, labda anahitaji fomu au anataka mawasiliano, mnapatikana kivipi? Kama tunaweza kupata labda namba za simu, website kama itakuwepo, itakuwa nzuri zaidi. Kwa sababu tupo katika digital, maisha ya kidigital, tuna website sisi kama taasisi au sisi kama chuo cha Tarime Vocation Training College, na website yetu wakihitaji kupata taarifa mbalimbali inaitwa www.professamwelafoundation.ac.tz. Lakini pia tuna email ambayo ni professamwelafoundation@gmail.com. Lakini pia kama kwa mawasiliano zaidi tunaweza kuwasiliana kupitia namba ifuatayo 0784 47 15 66. Lakini namba nyingine pia ni 0768 90 16 41 kwa mawasiliano zaidi.
Karibuni sana. Basi asante sana na tunashukuru. Tutaendelea kuwajuza Watanzania kile kinachoendelea. Tukiwa na mada mbalimbali, msisite kutupokea. Hii ni Clouds24 TV inaenda kuhabarisha, na tutakuwa na hivi vipindi vya mara kwa mara tutakuwa tunawatembelea. Asante sana, tunashukuru. Tunashukuru. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa Clouds24 TV, hatujasita pia kuongea na mkuu. Baada ya kuongea na mkuu wa chuo cha Tarime Vocational Training Center, pia tumetamani kukutana na moja ya wanafunzi ambao pia wamemaliza kidato cha 4, lakini hajaishia hapo. Ameamua kujiunga na hiki chuo walau kuweza kupata fani mbalimbali. Ataenda kujitambulisha yeye ni nani na hali halisi ikoje, ili tuendelee na mada yetu ya leo. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Jacqueline Joseph, ni mwanafunzi niliyehitimu kidato cha 4 katika shule ya sekondari Lolia. Kwa mimi kumaliza kidato changu cha 4 na kuona kuja kujiunga na vyuo vya ufundi hivi ni kwa sababu nyingi. Sababu ya kwanza leo nipelekea, niliona kukaa nyumbani bila kujihusisha na kitu chochote naweza nikafanya akili yangu isiwe imechangamka. Kitu cha pili kilichonifanya nije ni kwa sababu nilijua naweza nikapata kitu ambacho kitanisaidia baada ya kumaliza masomo yangu nitakapoingia mtaani. Kwa sasa hivi tukiingia mitaani kwetu, watu hawategemei sana kuajiriwa, watu wanategemea kujiajiri wenyewe. Maana tukisema tusubiri ajira, vijana wengi wanaishia kubaki mitaani, kitu ambacho sio wala kileti faida yoyote katika jamii yetu. Basi mimi kama mwanafunzi nilimaliza kidato changu cha 4 nikaona ni bora nije hapa kujifunza utalii, ili nitakapomaliza shule yangu nitakapohitimu labda chuo au nini, niweze kuingia mtaani na kujitafutia ajira mimi mwenyewe. Ndio hivyo. Na wito wako sasa kwa wazazi ambao mara nyingi bado wana mtazamo anatamani mtoto anapomaliza labda kidato cha 4, kidato cha 6 aweze kukaa nyumbani, na wakati anapokaa nyumbani kule kuna vishawishi, wengine inapelekea mpaka anaolewa au anaingia kwenye matendo ambayo ni maovu na kushindwa kutimiza ndoto zake. Wito wako sasa kwa wazazi na walezi pamoja na wanafunzi wenzako kuhakikisha wanatumia fursa hizi ambazo tayari zimeletwa na asasi mbalimbali ikiwemo Tarime Vocational Training College? Mimi wito wangu kwa wazazi, wasiwaruhusu watoto wao wakae nyumbani. Kwa sababu mtoto anapomaliza kidato cha 4 kwanza anakuwa tayari ni mtu mzima, asiruhusiwe kukaa nyumbani. Anapokaa nyumbani, kwa upande sana sana watoto wa kike, anaweza akakosa kitu cha kufanya. Akikosa kitu cha kufanya, anaweza akajihusisha na vitu vingine tofauti. Kwa mfano, anaweza akakaa nyumbani, anaona kumtegemea mzazi ni kazi, anaweza akajihusisha labda na kuuza mwili wake au kufanya vitu ambavyo sio. Wakati mwingine watu wale katika jamii wakaka ambao wanaona wamekaa hawana kitu cha maana cha kufanya, wanaweza wakaja nyumbani wakawashawishi wazazi kwamba binti yako sasa ameshakuwa inabidi tumuoe au nini hivyo. Lakini kama mzazi ambaye anauelewa na ambavyo ningeweza kuwashauri, wangeweza kuwaleta watoto wao kuja kujifunza katika vyuo vya ufundi, kwa sababu vinasaidia. Mtoto wa kike akijifunza kwa mfano hata cherehani, akaingia katika jamii yake akajiajiri, ana uwezo kupokea pesa yake mwenyewe na akafanya kitu chake mwenyewe, akaanzisha hata kitu kidogo ambacho baadaye kitakuja kumsaidia ili asiweze kutegemea mtu wala kujihusisha katika vitendo visivyokuwa na faida. Jacqueline, tunaona hapa Tarime Vocational Training Center fani zipo nyingi, na kwa nini umeamua kuchagua fani ya utalii? Nimeamua kuchagua fani ya utalii kwa sababu kwanza naipenda. Napenda kujihusisha na mambo ya utalii. Pili, nimeangalia kwa jinsi ambavyo mimi nimesoma, kombi zangu za huko shuleni zinaniruhusu kusoma kozi hii. Na nikiangalia pia ni kozi ambayo nikiangalia kwangu mimi itanipa kipato ambacho kinaweza kikanimudu. Hivyo ndio maana nimeamua kujihusisha na kozi hii ya utalii. Okay, na kuna kauli ya waziri mkuu ambayo iliweza kutolewa hivi karibuni kuhusu kwamba mtu aliyemaliza kidato cha 4, cha 5, cha 6 hadi chuo kikuu waweze kujiunga na vyuo vya VETA. Wewe kama mwanafunzi unaweza kuzungumzaje juu ya kauli hii? Mimi naona mheshimiwa waziri yuko sahihi kwa hili. Kwa sababu gani? Wanaomaliza sana sana vyuo vikuu wengi wanakuwa wamebezi sana kwenye theory na sio practical, lakini wanaosomea vyuo vya ufundi hivi vitu vyao wanafanya kwa vitendo. Hawabezi sana kwenye kuongea tu, kuonyesha, wenyewe wanaingia kabisa wanafanya kwa mikono yao. Lakini hategemei kuja kuajiriwa kufanya kitu kwa vitendo. Lakini wanaosomea hivi vyuo vya ufundi inamaanisha wenyewe wako tayari kufanya chochote kwa mikono yao bila kutegemea kuongea
Kwa mfano kama ukimletea gari ni bovu, atakutengenezea kwa mikono yake mwenyewe, atakuonyesha ni hivi na hivi na hivi, ataunganisha. Umeme atatengeneza. Lakini wanaomaliza hivi vyuo vikuu wengi wao wanasubiri kwa mabosi au mameneja. Basi asante Jacqueline, na tunashukuru. Asante sana. Na licha ya kuzungumzia mada yetu ya leo, pia tumeweza kupata mmoja wa mwananchi ambaye pia ni graduate, lakini amekuja kuongeza elimu ya ujuzi kwa maana ya mali. Ataenda kutueleza kwa nini ameamua kufanya hivyo, na elimu yake ni hiko katika hatua gani. Karibu ujitambulishe kwa jina na twende moja kwa moja kwenye mada yetu ya leo kuhusu umuhimu wa vyuo vya VETA hapa nchini. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa jina naitwa Andrea. Sogelea maiki. Okay, naitwa Andrea Katamiti. Ni mkazi wa Dodoma. Mimi kama ulivyosema ni graduate, nina shahada ya udhamili kutoka Chuo Kikuu cha Mzumbe. Ni shahada ya uchumi na biashara. Nimemaliza mwaka jana na hapa niko mkoani Mara kwa maana Tarime. Niko kwenye chuo hiki cha Tarime Vocational Training College. Ninachukua elimu ya amali. Kama alivyozungumza kipindi hapo mwezi wa 3 Mheshimiwa Waziri Mkuu na serikali kwa ujumla kuonesha kwamba mwenendo wa elimu wa Tanzania uguse na masuala ya amali kuanzia ngazi ya shule ya msingi, sekondari na katika elimu katika vyuo vya elimu ya juu. Kama unavyojua maisha sasa hivi yamebadilika, hali ya uchumi sio Tanzania tu, ni dunia nzima, kwa maana kwamba sasa elimu hii ambayo inatolewa katika nchi yetu na duniani inatakiwa itizame pia na masuala ya ufundi, yani ndio maana ya amali. Sasa kwa hapa mimi nimeona kuna fursa, kwa maana nachukua najifunza udereva, lakini pia nimeona fursa nyingine ya kuongeza speed ya uandishi wa taarifa na kadhalika, kwa najifunza pia na typewriting course. Wana kozi nzuri sana hapa, kwa hususan kwenye udereva, unajifunza udereva, lakini kozi ya hapa ni tofauti, kwa maana kwamba ina nyongeza zaidi, yani extras, kwa maana unakuwa dereva lakini unapata ujuzi wa kutengeneza au kufanya repair ya gari yako endapo utapata hitilafu ukiwa njiani. Kwa hiyo kwa maana hiyo tunafundishwa pia na PPM, Protective and Preventive Maintenance ya gari. Kwa hiyo sio dereva tu, at least pia nakuwa napata ABC za namna ya kuweza kutatua changamoto kama nitaipata nikiwa njiani. Kwa hiyo naona ni fursa kubwa naipata hapa, pamoja na kwamba nina elimu ya masters. Lakini kutokana na kauli ya Waziri Mkuu, wengine wameipokea tofauti. Nini wito wako sasa kwa jamii kuhakikisha wanatumia fursa ambazo zimekuwa zikiletwa na serikali pamoja na taasisi mbalimbali? Kikubwa ni kuhakikisha kila mtu anaweza kupata ujuzi wake ili aweze kujikwamua kiuchumi. Ni kweli. Mwanzoni hata mimi pia nilishtushwa, lakini baada ya kupitia maelezo kwa kina na pia aliweza kusahihisha au kuongezea, ni kwamba alikuwa na wazo ya kwamba sio kwamba watu tusahau tulichojifunza katika, tunasema basic education. Unapoanza basic education maana yake kuanzia awali, shule ya msingi kwa maana miaka 7, na sasa hivi tunaenda miaka 6, na pia level from 5 na 6 na kuendelea vyuoni, inaweza kwenda kwenye diploma ama kwenda kwenye degree. Hiyo ni basic education. Sasa alikuwa anasisitiza kwamba pamoja kwamba ni muhimu kupata basic education, ameongeza kwamba dunia imebadilika, tuwe tuna ubunifu. Sasa ubunifu unapatikana wapi? Ubunifu unapatikana kwenye vyuo kama hivi, kama hapa Tarime Vocational Training College na VETA zingine, kwa maana kwamba mtu anayesoma amali au vocational education ni kwamba anakuwa anapata transition ya haraka zaidi kwenda kwenye upatikanaji wa pesa, yani income generating activities. Kwamba wewe ni mwalimu lakini unaweza kuwa unafanya shughuli ambayo inakuingizia kipato nje ya kuwa mwalimu, kuliko kusubiria mfumo ule wa zamani ambao tunasema unasoma kwa ajili ya kuwa unajiandaa kuwa white collar job, kwa maana kwamba baada ya muda nikimaliza nitakuwa afisa fulani. Afisa fulani. Angalia takwimu tu kwamba kwa sensa ya mwaka 2022 ni Watanzania tuko milioni 61. Lakini niambie wale walioajiriwa ambao wana check number tunasema, hata wale ambao wako makazini wanaelewa, angalia takwimu tuzidi milioni 4. Huo umeajiriwa serikalini au umeajiriwa katika sekta binafsi, si unapata mshahara kwa mwezi? Hatufiki milioni 4. Hata tukizidi basi tuseme milioni 5 au 7 au 10.
Haya, milioni 50 yote ni watu wako kwenye informal sector. Sasa unasemaje? Maanake hao ndio tunawategemea wapate kipato kwa kufanya kazi. Akifanya kazi tu anapata. Asipotoka kufanya kazi hapati ujira, hapati kuweza kulipia chakula, hawezi kulipia maji, hawezi kulipia ada ya mtoto wake na kadhalika, hawezi kugharamia masuala ya afya na kadhalika. Kwa maana hiyo, elimu iwe na mtazamo wa kwamba serikali imeona kwamba elimu iwe katika mtazamo kwamba mtu ana ujuzi wa kuingiza kipato pamoja na kwamba akiwa na masuala ya basic education. Okay, basi tunashukuru kwa muda wako na karibu sana. Tutaendelea kutoa elimu. Lengo ni kuhakikisha tunaelimisha jamii kuhusu kile ambacho serikali imeweza kusaidiwa, na tayari asasi mbalimbali kikiwemo chuo cha Tarime Vocation Training College kimeweza kujikita katika kutoa hii elimu iliyokusudiwa. Asante sana na karibu sana. Okay. Vile vile tunaye Leticia Pasco. Ni mmoja ya ambao wameitikia ile kauli ya waziri mkuu. Ataenda kujitambulisha na atueleze ni kitu gani ambacho kimemsukuma. Karibu madam. Asante. Mimi kwa majina naitwa Madam Leticia Pasco. Ni mhitimu wa chuo kikuu Dodoma, chuo cha mipango. Nimechukua degree ya afisa utumishi na rasilimali watu katika mipango. Mimi nimewiwa kujiunga na VETA kutokana na kauli ya waziri mkuu ya kujiunga na VETA wale wahitimu wote wa vyuo vikuu, na nimekubaliana nayo kwa sababu nimeona ina faida kubwa sana. Kwa mfano mimi nimekuja hapa kusoma kozi ya kompyuta na ushonaji, ambavyo hivyo vitu nimeona ni muhimu sana kuwa navyo. Kwa mfano ushonaji ninaweza nikawa na elimu tofauti ya kuwa na design mavazi tofauti, lakini inaweza ikanisaidia pia kunipatia kipato tofauti na elimu yangu ya afisa utumishi. Pia nimechukua ya kozi ya kompyuta ambayo pia sawa mipango tulikuwa tunajifunza kama moduli, lakini hapa nimekuja kuspecify kwenye kompyuta kwa vitendo. Kwa hiyo nimepokea vizuri rowazo na nimepokea vizuri hiyo kauli ya waziri mkuu. Kwa hiyo ninawashauri wenzangu ambao bado wako mtaani au bado wana tofauti kwamba haiwezekani, kwamba mwanachuo ameshahitimu tayari ana bachelor degree zake 2, 3 afa arudi VETA. Sidhani kama ni kitu ambacho watu wanaweza kukubaliana nacho. Na baada kufika kwenye hiki chuo, ni kitu kipi cha tofauti ambapo umekutana nacho na unaona ni cha kawaida? Utofauti wake ukoje na kule ulipokuwa ukipata elimu? Mimi utofauti upo kwa sababu kule nilikuwa nasoma theory, sio kwa vitendo. Kwa hiyo ni kwa vitendo ilikuwa ni kidogo sana. Kama kompyuta mko watu kama 200 mnaingia lab kompyuta, inakuwa ni kidogo sana kupractice. Lakini hapa unakuwa na kompyuta yako, mwalimu anakuelekeza yani kimfano zaidi, unafanya kazi yako vizuri kwa uelevu zaidi. Pia hapa wanatoa ofa ya kwamba kama unasoma kozi hizo 2 tofauti unapata tena ofa ya kupata kozi nyingine kama driving. Kwa hiyo nimepata kozi ya ofa ya driving kwa ambayo ninafanya. Kwa hiyo nasoma kozi ya driving ambayo inakuwa kama added advantage. Ni afisa utumishi, ni driver, nina fani ya kompyuta, nina fani ya ushonaji. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwa kweli nashukuru sana kwa hii kauli, na naomba wanafunzi wengine ambao wako mtaani wawiwe kujiunga na vyuo vya VETA. Vile vile tunaye hapa Selaya Shemi, naye ni mmoja kati ya waliomaliza kidato cha 4 lakini hajataka kukaa nyumbani. Leo atatueleza kwa nini ameamua kuja Tarime Vocation Training Center na ni fani gani ambayo anaisoma kupitia Tarime Vocation Training College. Karibu. Sogelea maiki. Asante. Ongeza sauti kidogo. Kwa majina naitwa Selaya Shemi, ni mkazi wa Kigoma, nimezaliwa Kigoma. Kiukweli nilipomaliza form 4 nikiongea kitu ambacho wananchi wanaweza wakashangaa kwa sababu mimi ni mtu ambaye ni miongoni mwa wanafunzi ambao walipata 0 form 4. Lakini mzazi wangu mimi aliniambia tukaa kwanza nyumbani.
lakini ilitokea tu bahati nasibu nikapata fomu ya hapa, nikawiwa kwa sababu niliona kuna vitu ambavyo naendana navyo mimi na akili yangu ilikuwa inaendana navyo. Mzee nikamwambia, kanishawishi, kanikubalia, nikawa nimekuja, lakini ilikuja sijui chochote. Maana yake nilikuwa na akili ya kinyumbani. Ila nilivyokuja hapa, saizi nipo mwaka wa pili, maana yake level 2. Mwaka wa kwanza nimekuja tu hapa, nimeonyeshwa tu kusoma umeme, lakini kama ni pagumu. Ila nilikuwa nimekuja kwa maana nisome electrical system, kwa maana umeme wa magari. Ila nilivyokuja nikashawishika kusoma umeme wa majumbani kwa sababu niliwiwa na nyumbani. Naona unavyotumbuka na nini? Na utengenezaji na mafundi na nini? Mafundi unakuta fundi ni mmoja, anatumia muda mwingi sana kukaa pale. Kwa hiyo unajikuta anajiingizia na hajaajiriwa na kampuni, tuseme TANESCO, TAMESA, EWURA. Kwa unajikuta yeye ni amejiajiri, anafanya zile kazi na anaingiza kipato chake na haibi. Kwa na mimi nikaona bora na mimi nisome kozi kama hili. Nikamwambia mzee, mimi nimefika huku nibadilisha kozi. Lakini baba yangu mimi alitamani sana nisome kompyuta ambayo ni ICT. Lakini mimi kwa akili yangu nikaona hapana, nisome hii umeme. Kwa mimi nasoma electrical engineering. Maana yake nikitoka hapa naweza nikawa na fursa nyingi sana. Maana yake naweza nikatoka hapa nikaenda nikajiajiri, kwa maana naweza nikafungua duka la vifaa vya umeme, nikawa fundi mwenyewe. Na sasa hivi EWURA wametoa fursa kwamba unakata leseni ya contractor. Maana yake ukiwa contractor hata serikali inaweza kukupa majengo ukasimamia, wao ukatafuta na mafundi wengine ambao sasa wewe umekuwa contractor, wamekuona serikali, ukachukua na vijana ambao wenyewe soma contractor na mafundi, ukapiga nao kazi. Kwa ukajikuta kwenye idadi ya wale mafundi na wewe ni fundi lakini na wewe ni contractor. Wito wako sasa kwa vijana kuhakikisha wanatumia vyema fursa kama hizi na si kukaa nyumbani? Kwa kukaa nyumbani sio vema, lakini inawezekana kwa sababu mzazi anataka uamko kutoka kwa mtoto. Kwa sababu kama mtoto mwenyewe anaona kwamba baadaye ninataka kitu fulani, isipokuwa hawaoni mwanga. Ila kwa hii kauli ya waziri, Mheshimiwa Waziri Mkuu aliodai kwamba watu wote wenye degree waje VETA, ana maana yake. Lakini watu muelewa, watakuja kumuelewa ndani ya miaka 3-4 mbele. Kwa sababu Mchina au Muhindi ni anamtoa mtoto, anaanza kumfundisha vitu kwa kumuonyesha. Lakini sisi huku tunapelekwa shule tukatoe ule ujinga. Lakini sasa kwenye hivi vitu vya kuja huku, mimi na wahamasa na waomba waweze kuja. Kwa sababu wakija huku kuna vitu watavipata ni tofauti na walivyosomea vyuo vikuu, bachelor degree ya kwanza ya pili. Huku wanakuja kupata vitu ambavyo wanaenda kutengenezwa, wakifika mtaani wanatengeneza kitu hata ukimwambia kwamba huyu ana degree na kitu anachokifanya unasema kabisa huyu ana degree. Manake hapa ni anakuja kuongeza kitu cha kuja kuonesha kwamba hata akienda kufanya mtaani degree yake inaonekana hipo sahihi. Kwa sababu mimi nikitoka hapa nikienda mtaani ukinikuta napiga kazi kweli na tuseme nimejiajiri na nimeajiri na watu, lakini ukiniambia kwamba eti huyu alipata 0 form 4 huwezi kukubali, kwa sababu nimeisha pikwa huku. Maana yake tunatengeneza watu ambao wanatakiwa kupikwa, wakienda mtaani wanafanya kitu ambacho kinaonekana. Okay, asante sana. Mpenzi mtazamaji wa Cleo 24 TV, kwa leo tuna la ziada. Na kabla ya kumaliza kipindi chetu, tunaenda kusikiliza kauli ya Waziri Mkuu ambao alikuwa akisisitiza umuhimu wa kujiunga VETA. Sasa tunaendelea kujenga VETA. Na wilaya, mkoa huu kila wilaya ina VETA. Lengo wako vijana wanahitaji kuwa mafundi, waanzishe makampuni yao, waendelee kutumikia na kuhudumia wengine, waweze kulipwa na huduma hiyo. Tunapeleka pale ili muweze kujifundisha umeme, cherehani, lakini pia kompyuta, ushonaji, upishi na shughuli nyingine yote ya kiufundi, ili uweze kuanzisha kampuni yako. Maeneo tulianza muda mrefu, tumepata mafanikio sana, vijana wote wameenda VETA. Na wameenda VETA bila kujali kama wewe una degree ya chuo kikuu, una diploma, una form 6 tu, form 4 au darasa 7. Yeyote anataka ufundi, huo umesoma chuo kikuu, nenda VETA. Kasomee. Chuo kikuu umesoma geography, umesoma mahesabu, lakini VETA unajifundisha ufundi wa umeme, ufundi wa kushona nguo, ufundi wa kutengeneza magari, ufundi wa umeme, vitu vya namna hii. Kwa hiyo una degree yako, lakini pia ni fundi umeme. Unapanda biashara yako, unaendelea.
Haya ni mambo ambayo tunahamasisha. Ulikuwa nami mtangazaji wako naitwa Frank Scrofasi, na nyuma ya kamera alikuwepo Santana. Bye bye na karibu.